saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Juni 16, 2026. Karibu katika Amka BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba makubaliano ya awali ya kusitisha vita dhidi ya Iran yameshasainiwa. Viongozi wa asasi za kiraia huko Ituri, DRC, wameonya kwamba maambukizi na vifo vinavyosababishwa na virusi vya Ebola huenda yakaongezeka zaidi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika gumzo tunaangazia iwapo makubaliano kati ya Marekani na Iran yataleta nafuu katika masoko ya dunia, huku bei za hisa zikipanda na bei za mafuta zikishuka. Maamuzi ya hawa wagomvi watatu au wawili ndio yamefanya dunia iwe na matumaini, au soko la dunia liwe na matumaini kwamba mafuta yanaweza kusafirishwa na inaweza kuwepo amani, hatarisho kwenye njia inaweza kupungua. Kwa hiyo inaonekana kuna dalili za surprise. Tuna mengi tuliokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari na msomaji ni Isabella Magodi. Karibu Isabella. Naam, shukrani sana Nkia. Rais Donald Trump amejiunga na viongozi wenzake wa dunia katika mkutano wa kilele wa kila mwaka wa kundi la nchi 7 zilizoendelea zaidi kiviwanda maarufu G7 katika mji wa Evian nchini Ufaransa. Akizungumza pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Trump alisema kuwa makubaliano ya awali ya kusitisha vita dhidi ya Iran tayari yamekwisha sainiwa na nyaraka za makubaliano hayo yatatolewa hivi karibuni. Alisema sasa ataelekeza nguvu zake katika kuhakikisha amani inapatikana kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi hawa wanatarajiwa kufanya mazungumzo katika siku zijazo kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo biashara, uhamiaji na uchumi wa dunia. Jeshi la Israel linasema limezua makombora kadhaa yaliyorushwa na kundi la Hezbollah kuelekea eneo ambalo vikosi vya IDF vinatekeleza operesheni kusini mwa Lebanon. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, msemaji wa IDF amesema hakuna majeraha yoyote yaliyoripotiwa. Mapigano kati ya Israel na kundi la Lebanon linaloungwa mkono na Iran yameendelea licha ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani siku ya Jumapili. Mapema vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon vilisema shambulio la ndege isiyo na rubani ya Israel kwenye gari moja kusini mwa Lebanon lilimuua mtu mmoja. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema vikosi vya Israel vitasalia katika maeneo ya salama nchini Lebanon, Syria na Gaza. Ikiwa kuna makubaliano, bila makubaliano Iran haitakuwa na silaha za nyuklia, si leo na si kesho. Maadamu mimi ni waziri mkuu wa Israeli, hii haitatokea. Tumeiokoa taifa la Israeli kutokana na uharibifu, lakini nawaambia wananchi wa Israeli, mapambano hayajamalizika bado. Tutaendelea kuwa macho, kuendelea kuwa na nguvu na kuazimia kujitetea kadri inavyohitajika. Mara nyingi mimi na Rais Trump tunaelewana, na pia kuna visa ambapo tunaelewana kidogo, sio kabisa. Ninawajibika kwa maslahi ya usalama wa Israeli. Jeshi la Nigeria linasema limemwokoa mke wa meja jenerali mstaafu Rabi Abubakar aliyefariki mwishoni mwa wiki iliyopita akiwa ameshikiliwa na wateka nyara. Taarifa zaidi na Asha Juma. Binti wa jenerali huyo Bilikisu Rabi Abubakar amethibitisha BBC kuachiliwa kwa mama yake. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, jeshi lilisema Amina Abubakar aliachiliwa kufuatia operesheni kali ya uokoaji. Jenerali huyo mstaafu na mke wake walitekwa nyara wiki kadhaa zilizopita katika jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, na magenge ya waliojihami kwa silaha. Wakati wa operesheni na shinikizo lililowekwa dhidi ya wahalifu hao, wanajeshi walikumbana na watekaji nyara hao katika kijiji cha Tunga. Hii ni BBC. Na muktasari habari za ulimwengu msomo kwako na Isabella Magodi. Na sikiliza Amka BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Radio Free Africa na Abud FM. Kenya ni Pamoja FM na Must FM. Uganda ni Radio Kitara sambamba na Radio Lira, na iwapo upo pale DRC ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Nkia, karibu.
Katika hatua inayotajwa kwamba ni mafanikio makubwa ya kidiplomasia, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba makubaliano ya awali ya kusitisha vita dhidi ya Iran yameshasainiwa. Maafisa wakuu wa Marekani pia wameanza kutoa maelezo kuhusu yaliyomo kwenye mkataba huo, wakisema mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa tena siku ya Ijumaa, siku hiyo hiyo ambayo makubaliano yatasainiwa rasmi huko Geneva. Zaidi na Isabella Mogodi. Akizungumza pembeni mwa mkutano wa kilele wa G7 nchini Ufaransa, Rais Trump alithibitisha kukamilika kwa hatua hiyo muhimu. Makubaliano yameshasainiwa na njia ya maji ya Strait tayari imeshafunguliwa kidogo. Kama unavyojua, wanachimba kidogo migodi ambayo tayari wameshaigundua. Lakini kimsingi meli zinaanza kutoka sasa. Kufikia siku ya Ijumaa itakuwa imefunguliwa kikamilifu. Maafisa wa ngazi za juu nchini Marekani wamethibitisha kuwa makubaliano hayo yametiwa saini kielektroniki na Rais Trump, makamu wa Rais JD Vance pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Mkataba huu unalenga kupanua usitishaji wa vita kwa siku nyingine 60, huku kukiwa na ahadi ya kusitishwa kwa operesheni za kijeshi katika pande zote, ikiwemo nchini Lebanon. Hata hivyo, hali ya tahadhari bado inatawala. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa vikosi vya Israel vitaendelea kusalia katika maeneo ya usalama nchini Lebanon, Syria na Gaza kwa muda utakaohitajika, akisisitiza kuwa Israel itadumisha uhuru wa kujilinda. Pamoja na hatua hizi, bado kuna changamoto. Vyombo vya habari nchini Lebanon vimeripoti shambulio la anga la Israel dhidi ya gari kusini mwa nchi hiyo, tukio la kwanza kuripotiwa tangu kutangazwa kwa makubaliano hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema licha ya makubaliano hayo, bado kuna kutoaminiana kati yao na Marekani, ikielezea hatua hii kama hatua ya awali tu ya kupunguza mvutano katika eneo hilo. Ni Isabella Mogodi. Kwingineko, viongozi wa asasi za kiraia huko Ituri wameonya kwamba maambukizi na vifo vinavyosababishwa na virusi vya Ebola huenda kaongezeka zaidi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaharakati hao wanaitaka serikali ya nchi hiyo kuongeza juhudi zaidi katika kukabiliana na mlipuko huo, sambamba na kuweka masharti makali ya usafiri katika eneo hilo ili kudhibiti mikusanyiko ya umma. Mwandishi wa BBC Robert Kipto amezungumza na mzee wa mji wa Ituri ambaye anaanza kuelezea kuhusu imani ya serikali ya DRC inavyoshughulikia janga hilo. Hakuna kabisa kazi ambayo tunaona kubwa ambayo serikali inafanya kuzuiza uambukizaji wa hiyo virusi vya Ebola kama serikali ya Uganda inavyofanya. Unaposema watu wengi wanafariki, je, kijijini mwako kuna watu wamefariki? Yes, kuna watu wanafariki. Mimi ni mtu wa jimbo la Ituri, Irumu, Njugu, watu wanafariki kila siku. Ukaenda hapa kwa shamba la wafu hapa, watu wanazikiwa every day 20, 15, 18. Na unahisi kwa nini serikali haitaki kutoa takwimu rasmi? Ni jambo ambalo wananchi wote wanajiuliza. Tuseme kwa lugha la Kifaransa, le ministre de la Santé hafanyi kazi yake kama kawaida. Kama aliweza kufanya kazi ya kawaida, wangeliweza kutia hali ya dharura kwa mambo ya sanitary, ya kuweza kuzuia wananchi wasitoke nje ya Bunya, watu wa Mungwalu wazuie huko, wacheki wagonjwa ambao walikuwepo, wako wanajificha ndani ya nyumba, ndani ya hospital, pembeni kote, waweze kukabiliana nao. Hii ugonjwa utasambaratika. Na unadhani kwamba mikakati iliyowekwa na serikali haitoshi? Haitoshi kabisa, haitoshi. Kwa sababu ya nini nasema haitoshi? Unaona hapa supermarket zipo open, soko kubwa open, shule zipo open. Watu wanatoka na ugonjwa Mungwalu wanaingiza ndani ya Bunya, wanatoka Bunya wanaenda Kasenyi, wanatoka Kasenyi wanaenda Mahagi, Aru. Ambulance ni moja tu ndani ya mji.